Salamba, habari za wakati huu? Mimi namshukuru Mungu niko vizuri. Ndio. Bana, kama uko vizuri ni jambo la kumshukuru Mungu, lakini kilichotuleta hapa ni Kariakoo Derby. Mengi yamezungumzwa, tumekuja kuzungumza na nyinyi wataalamu wa hizi kazi, maana yako maswali mengi sana watu wanajiuliza. Kwa sakata hili la derby kwa sasa lilikofikia, ziko taarifa zinaelezwa kwamba bodi ya ligi kama itajihudhuru, Young Africans watakuwa tayari kupeleka timu. Unafikiri hii ndio inaweza kawa msaada kwenye mpira wetu kama wengi wanavyodhani? Kwanza siwezi nikatoa comments kubwa kuhusiana na hayo ulioyazungumza kwa sababu sina uhakika nayo, lakini nafikiri Yanga wanachokidimandi ni utaratibu wa sheria ziweze kufuatwa. Walikuwa wameweka maombi matatu kama sikosei. Ombi la kwanza walidimandi kuweza kupewa alama 3, lakini pia walidimandi kuweza kurudishiwa gharama ambazo walikuwa wametumia kwenye maandalizi ya mchezo, lakini kijambo lingine waliweza kuzungumzia kwamba hawana imani na bodi ambayo imekuwa ikiendesha ligi kwa ujumla wake kutokana na mazingira mbalimbali ambayo yameendelea kujitokeza. Kwa hiyo sijajua kwamba kama bodi ya ligi inaweza kujiuzulu, inaweza ikawa ni mwarobaini wa hiki ambacho kimetokea, lakini itosha kusema kwamba watu wanapoamua kuwajibika wakati mwingine inakuwa inatoa relifu kwa mtu ambaye amefanyiwa kitu fulani na kuona kwamba kuna hatua zimeanza kuchukuliwa. Lakini kubwa nafikiri ni kuhakikisha kwamba yale yote ambao walikuwa wameadimandi kwa mujibu wa kikanuni na taratibu za kimpira wakiona yakifuatwa. Kwa hiyo nafikiri shauri lao halijakaa zaidi kwenye bodi ya ligi kama tumeweza kuzungumza, kile imekaa kwenye misingi ya kikanuni kwamba kanuni zinatuelekeza vipi kwenye masuala fulani ili kuhakikisha kama mpira wetu unaweza kwenda katika njia iliyokuwa sahihi. Ziko taarifa za meneja wa uwanja wa Benjamin Mkapa ameshang'atuliwa, kwa maana ameondolewa. Tujajua kama amepewa majukumu mengine ama nini kinaendelea, lakini amebadilishwa kwa meneja mwingine. Hii inaonyesha wazi kwamba ni tayari baadhi ya taratibu ama baadhi ya watu kuwajibishwa kumeshaanza kufanya kazi, ama kuondolewa kwa meneja wa uwanja wa Benjamin Mkapa kwa uelewa wako ni kitu cha kawaida tu labda? Kwanza kwa mtumishi wa serikali kutoka eneo moja kwenda eneo lingine jambo la kawaida. Leo utakuwa huko Dar es Salaam, kesho utakuwa huko Musoma, utakuwa kwa jambo la kawaida. Utahamishwa pale ambako mwajiri wako au waajiri wako au wizara ikiona kwamba inafaa kuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo mtumishi wa umma unakuwa hauna permanent residence kwamba nitakaa sehemu fulani moja kwa moja, hapana. Unakuwa na, lakini pia ukirejea kauli ya mheshimiwa waziri nilimsikia akizungumza kwamba miongoni mwa sababu za kumhamisha ni kwamba amepata promotion. Kwa maana alikuwa ni msimamizi wa uwanja Benjamin Mkapa, sasa anakwenda kuwa msimamizi wa viwanja vyote nchini. Kwa hiyo hauwezi ukawa wajibikaji kwa maana kwamba mtu anayewajibishwa tena apandishwe cheo. Hiyo itakuwa ni kitu ambacho ni hakijawahi kutokea. Tukisikia mtu amewajibika maana yake amepata adhabu, maana yake anakuwa demoted. Kama alikuwa nafasi fulani anaweza kasushwa, anaweza kasonshwa kazi, anaweza kafukuzwa kazi, anaweza kafungwa mashtaka. Kwa hayo ndo namna kwa jina ambavyo waziri alikuwa alizungumza kama amepata promotion kutoka kwa kwenye msimamizi wa uwanja mmoja na sasa kuwa ni overall in charge wa viwanja vyote nchini. Yako maswali mengi hapa kidogo Dominic Salamba kuhusiana na hili sakata la derby ya Kariakoo. Simba ndio waligoma wao wa kwanza tarehe 7 usiku kwamba tutacheza game ya tarehe 8, na wakati wanagoma walisema hawatacheza hii derby mpaka watu wachukuliwe hatua, haki yao ipatikane kutokana na vitendo ambavyo si vya kimpira walivyofanyiwa. Lakini baadaye tuliona Yanga na wao wakasema hatutacheza hii derby kama kweli kuna 1 2 3 ambavyo si vitu vya kimpira, basi haki itendeke, na Yanga wakadimandi vitu ambavyo wanavitaka. Wengi walifikiri labda Simba na Yanga wangeungana kwenye kitu kimoja, lakini ghafla imepangwa ratiba, Simba imeonyeshwa kama vile kufurahishwa na hiyo ratiba na wanataka waende wakacheze, na watu wanajiuliza maswali mengi. Hii ndio Simba ilikuwa ya kwanza kutaka sheria ifuate mkondo na kanuni. Simba ndio wao wamesema wameonewa. Watu wanajiuliza nini hasa ambacho kinaendelea, na Simba nani kawajibishwa wao wakaridhika, na ripoti hiyo imefanywa wapi? Maswali yako mengi sana. Kwako Dominic Salamba, mtaalamu wa hizi mambo, wewe nini hasa ambacho unakiona kwenye taswira hii? Watu ambao walijua Simba na Yanga wangeungana na ule msimamo, lakini ghafla mmoja watu wanajiuliza amepewa nini? Hawezi kuungana kwa sababu ilikuwa imetafutwa namna tu ya kuweza kuichengesha hiyo mechi. Ndio maana leo hiyo wakiambia wacheza
wanafurahi kwa sababu wanaamini kwamba kwa sasa hivi wanaweza kuleta upinzani na wakapata kitu. Kwa hiyo ni kitu ambacho wao wanajua kwa nini wanakishangilia. Lakini kwa upande wa Yanga nafikiri hakuna sehemu ambayo leo unaweza ukamlaumu Yanga kwa haya anayofanya, ukizingatia kwamba yeye alikuwa ni honest ile kucheza mchezo, alipeka timu kiwanjani, alikuwa ni siku halali na taratibu hazikufuatwa. Kwa hiyo naamini kwamba ni mwendelezo tu wa kwamba mmoja ananufaika, mwingine hajapata manufaa. Kwako Dominic Salamba, unafikiri nani anatakiwa awe mbuzi wa kafara kwenye hili lililotokea? Mimi sina sababu ya kusema nani awe mbuzi wa kafara. Cha msingi ambacho mimi na insist kila siku kwa masuala mapana ya mpira wetu, taratibu na kanuni ziweze kufuatwa ambazo walikuwa wamejiwekea. Kuna kanuni za kuongoza ligi zimekaa ziko wazi, warejee kwenye kanuni, nani alikuwa yuko sahihi, nani alikuwa yuko sahihi, yule ambaye alikuwa yuko sahihi aadhibiwe, mambo mengine yaendelee. Hiyo ndio njia pekee ya kuweza kunusuru ile jambo. Kinyume na hapo itakuwa ni uonezi, utamwonea huyu na uwezi kufanikiwa. Ikitokea Yanga tarehe 15 hajapeleka timu uwanjani na wakakata pointi 15, unafikiri Young Africans itakuwa imeonewa? Sasa kwa nini Yanga apeleke timu na mshanga timu apeleke? Kwa nini mna hiyo nation Yanga kupeleka timu? Yaani Yanga na sababu gani za kupeleka timu? Kwa sababu tarehe imeshapangwa na bodi ya ligi. Sasa tarehe ipangwe tu, mtu anakaa kaka anapanga. Tarehe si utaratibu. Kuna maswali ya msingi. Yaani kwa nini watu mnataka Yanga acheze mechi? Mbona hiyo nguvu hamkuitumia kutaka Simba apeleke timu kiwanjani? Kwa nini Simba alivyokataa hamkuonyesha hiyo nia waandishi na wachambuzi kuisema kwamba hapana, peleka timu. Silipangwa. Kwani hiyo tarehe 8 alipanga nani? Bodi ya ligi. Bodi ya ligi. Sio walipanga mechi? Yes. Na hii tarehe mpanga nani? Bodi ya ligi. Kwa nini ionekane hii ndio imepangwa ile haikupangwa? Kwa nini? Yaani kwa nini mna stick sana hapo? Mimi nafikiri cha msingi tupate majibu ya msingi kwamba kwa nini mechi iliahirishwa. Hiyo ndio hoja ya msingi. Na kwa nini Simba kupeleka timu uwanjani? Na je, sababu alizozitoa zilitosha kumfanya asipeleke timu kiwanjani? Tukipata hayo majibu hayo mengine mepesi tu huko mbele. Mimi nikushukuru sana. Karibu tena. Asante. Kutana na MC Sisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Sisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Sisco J_5. MC Sisco, Master of Ceremony.